Ndugu waandishi wa habari, nafurahi kuwa na ninyi leo. Kwa majina naitwa Daktari Lwidiko Edward Mhamelawa, ni mmoja kati ya waanzilishi wa taasisi ya Project Inspire. Taasisi ambayo leo mwaka huu inatimiza miaka 10 tangu kuanzishwa kwake, na imekuwa inajikita katika kuboresha namna gani ambavyo vijana na watoto wanapata kujifunza masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati kwa namna ambayo si kawaida kujifunza shuleni, ili kuifanya hii elimu iwe inafikika kirahisi sana. Na tumefurahi sana mwaka huu baada ya ile sera mpya ya elimu ambayo imezinduliwa na Wizara ya Elimu na Mheshimiwa Rais, kusisitiza mambo mengi ikiwemo amali, ikiwemo kujifunza kwa vitendo tangu awali, na ikiwemo kutumia teknolojia katika ufundishaji both kwa wanafunzi na wazazi kuanzia ngazi ya shule ya msingi. Hivi ni vitu ambavyo tumekuwa tukivifanyia kazi kwa muda mrefu tangu miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo sisi tuna hamu sana ya kushirikiana na serikali katika kuitekeleza sera mpya hii ya elimu kwa kutumia mbinu mbalimbali ambazo tunazitumia. Moja ya mbinu ambazo tunazitumia ni kujenga vituo vya sayansi ambavyo hivyo vinakuwa ni kama anchor ya kufundishia hizi mbinu mbadala za kujifunza masomo haya ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati. Leo hapa tupo kwenye kituo kimojawapo cha kwetu ambacho kiko Dar es Salaam, lakini pia kwa kushirikiana na halmashauri ya jiji la Tanga pamoja na wafadhili kama Foundation Botna na Tanga Yetu, tulianzisha kituo cha kwanza cha sayansi Tanga jiji pale mtaa Kisosora, ambacho kimekuwa sana kwa muda mrefu, kwa miaka 5 sasa tangu tumeanzisha kile kituo. Kwa hiyo tunafurahi sana watoto wanapokuja kwenye hichi kituo wanajifunza kwa namna tofauti, walimu wakija kwenye hichi kituo wanajifunza masomo kwa namna tofauti, na sasa tuko tayari kwenda kwenye hatua nyingine ya kazi zetu ambazo ndio tutafurahi kuwafahamisha umma kwamba sasa tuko tayari kusonga mbele kwa miaka mingine 10 ijayo. Kama kuna maswali kwanza. Utofauti kati ya masomo ambayo yanafundishwa darasani na namna tunafundisha hapa, mwenzangu pia atazungumzia kwa undani zaidi, lakini moja ya vitu ambavyo tunafaragua, kuna hii kauli inaitwa kutengeneza vifaa vya ufaraguzi ambazo zinasababisha ile dhana ambayo mtoto anajifunza darasani kwa kukariri, huku anaweza kaiona kwa vitendo. Utakuta kama mliona baadhi ya mifano huko, concepts kama za conservation of angular momentum, gravity, nini hivi vyote ambavyo unajikuta mara nyingi sisi hata waandishi wa habari hapa mnajua mnakariri na kusoma tu na ku reproduce your knowledge, lakini sasa sisi tunachukua vile ambavyo vinafundishwa darasani na kuvitengenezea vifaa vya ufaraguzi ambavyo sasa watoto wanaweza kaona ile elimu ile tija na iweze tunaweza tukaiapply vipi kwenye maisha yetu ya kila siku kwa ajili ya kutatua changamoto zetu. Kwa hiyo ni kufanya elimu iwe na mantiki kwenye wanaoifunza darasani. Kwa hiyo ni moja na vitu pia ambacho tumekiona kama faida kadri ya miaka yote. Kuna vijana wengi ambao wamepita kupitia Project Inspire ambao sasa either wana makampuni yao yanayohusiana na tehama ama sayansi. Kuna wengine wamekwenda kwenye kusomea masomo ya sayansi na teknolojia kwa sababu ya hamasa ambazo wamezipata kupitia kazi ambazo tumekuwa tukizifanya. Kuna mifano kadhaa ambayo naweza tukaitaja. Kuna wana recycle batteries za laptop kutengeneza solar power packs kwenye jamii. Kuna wengine wana recycle hizi materials za plastiki kutengeneza building materials. Kuna wengine wametengeneza makampuni ya akili mnemba. Wote hao ni vijana ambao tumekuwa nao. Na kesho Mungu akitujalia tutakuwa na maadhimisho ya chakula cha jioni pamoja na Mheshimiwa Waziri wa Elimu. Tutakuwa na baadhi ya hizi success stories za vijana ambao wamekuwa wakifanya vizuri kwa sababu ya baadhi ya kazi ambazo tumekuwa tukifanya. Kwa hiyo tunajivunia kuchangia kwenye nguvu kazi ya taifa hii kwenye eneo la STEM, lakini sasa tuko vizuri zaidi kwenda mbele baada ya kazi zetu kufanyika kwa muda mrefu na kusonga mbele. Majina naitwa Cecilia. Professionally mimi ni mwana biotechnolojia, lakini pia nafanya kazi Project Inspire kama mkufunzi wa masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi pamoja na mahesabu. Role yangu inahusika sana na watoto ambao wanaanzia miaka 3 mpaka miaka 14, ambapo hii program Project Inspire tunaita Rising STEM Stars.
Kwa Kiswahili tunataka kuwakuza watoto ambao baadaye watakuwa ni wanasayansi ambao wanaleta impact kwenye jamii. So kutokana na swali ambalo limeulizwa, jinsi tunapofundisha hawa watoto ni kwamba tunavyojua mara nyingi mashuleni watoto wanafundishwa theoretically na ni mara chache sana wanafanya practicals kutokana na kile ambacho wanakisoma darasani. So ukimleta mtoto hapa anapata opportunity ya kuweza kuona au kuapply kile ambacho anafundishwa darasani kukileta katika uhalisia. Na kwa njia hii tunamruhusu mtoto ku-engage practically au tunasema hands-on activities ili kuweza kuelewa zaidi. Nitakupa mfano, mara nyingi mashuleni wanafundishwa kuhusu chemical reaction na uwaga tu wanapewa formula, let's say maybe acid plus base inaleta maybe salt pamoja na maji na kitu kingine, lakini mtoto hawezi kuona kwa uhalisia chemical reaction inatokeaje na je inawezekanaje mimi kuweza kupata au kuona the gesi ambayo inatoka baada ya mchanganyo kati ya acid pamoja na base. Lakini ukimleta mtoto kwenye kituo chetu cha sayansi anaweza kupata huo uhalisia, akachanganya na akapata experience kuona kwamba hii kweli ni base, hii kweli ni acid na inapatikana nyumbani, nikichanganya nitapata matokeo fulani na fulani. Na ukiangalia consistency kwamba ni jinsi gani mtoto anaweza kuelewa hizi concept, tuna approach ambayo tunatumia ambayo ni project based integrated learning. Kwa hiyo mtoto anapofika hapa anafanya hayo majaribio au matendo kwa njia ya project. Katika kutengeneza project anakuwa na uwezo wa kulearn different concept. Pengine project main concept ni science, lakini at the same time ana learn concept za mathematics, concept za chemistry, concept za biology. Kwa hiyo akiwa mtoto anakuja mara kwa mara, japokuwa alifanya project moja iliyopita, lakini kwa sababu project ile mara kwanza aliweza kucapture concept tofauti, atakija kufanya project nyingine tayari amekishakuwa na idea au uelewa wa concept fulani. Let's say labda ni force, let's say labda ni pressure, kwa inakuwa sio mpya kwake. Na nikitolea mfano, unaweza ukashangaa kwa nini tunaanzia watoto kuanzia miaka 3 mpaka 14. Inawezekanaje mtoto mdogo anaweza kucapture hichi kitu? Obviously ni vigumu, lakini kwa sababu sisi ni wafundishaji tunatumia lugha rahisi ya kumuelewesha mtoto. Mfano, mtoto hawezi kuelewa kwa nini mimi nywele zangu zinafanana na baba, kwa nini mimi ni mfupi kama mama. So tunatumia njia ambayo ni rahisi kumuelewesha mtoto kwamba kuna kitu kinaitwa DNA. Sio lazima umwambie inaitwa DNA ambacho nimetoka kwa mama, kwa baba ambacho kinanifanya mimi niwe hivi nilivyo. So we have different ways ya kudeliver hizi concept kwa watoto, lakini tunatumia lugha ambayo ni rahisi kwa mtoto kuelewa na uelewa wake unakuwa ni rahisi zaidi kwa sababu anakuwa anafanya na kuona kwa macho yake kwamba nikifanya hichi kitatokea hichi. Tofauti na vile tu ukifundishwa darasani kwa maneno hawaoni kwa uhalisia, kwa kwetu inakuwa ni tofauti na anapata impact ya tofauti. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.